Sisi tumeishi na wazee wetu, hatukuwashuhudia walipogombana, hatuwashuhudia kabisa mambo yao walikuwa kiraliza. Leo vipi watoto wadogo wanajua kila kitu chako ndani ya nyumba? Mwanamke, simama, yahesabu mapungufu yako katika kujiweka sawa ndani ya ndoa yako, ili ndoa yako iwe na chapter mpya. Na pia katika haya, ile kumjibu ovyo ovyo mume mbele za watoto, kati ya neno tu, tuache. Wanawake wengine tuko katika tabia hizo, si katika tabia alizozizia Allah, sio katika tabia alizozizia Allah. Kwa hivyo tuachane nazo. Alafu pia tuna mtindo sisi wenyewe wanawake, tuna mtindo gani basi wa kuhisi au kuanzisha kitu ambacho huna uhakika nacho. Gubu la wivu la kubaini la kusema kitu cha uongo, baadaye ukachukulia kama ni kweli. Kwa wewe umesikia mie una mwanamke wako, huna chochote, ule wasiwasi tu inakuwa kila kati ndoa unaipa visingizio vibaya, visingizio ambavyo saa nyingine wanaume anachoka, anaona ndani ya nyumba jahannam, hawezi kukaa. Kwa sababu gani? Wewe umekuwa una gubu la wivu ambao halina msingi. Punguza. Siku zote vizungumze vitu ambavyo utakapovizungumza mwanamume anajua hivi kweli ninavyo. Na kama umepata correct kile, kama ni binadamu, ukimwambia kwa lugha nzuri atakubali, atakwambia mke wangu nisame, na maisha yataendelea. Huyu ni binadamu, kazaliwa na yeye anafahamu. Kwa hivyo rejesha imani kwa mumeo, rejesha yale ambao mumeo yatamfurahisha ili maisha yaendelee. Tumefahamiana. Kwa hivyo usimtusi, haifai. Jamani, kuna wanawake wengine tunawaita waume zetu majina mabaya, unamtukania mama yake bila kisisi. Hivi havimo katika ndoa, sivyo alivyokuja kuvitafuta. Mwogope Mola, havipendezi wapenzi. Hebu tujirekebishe. Hata kama na mapungufu kakutukana yeye, basi wewe usimjibu kabisa. Unajua katika ndoa, ili uweze kupata urahisi wa kuweza kuishi, saa nyingine wewe ndio ulokosewa, lakini wewe maskini ndio unaomba radhi. Basi nisamehe mume wangu. Pendelea utulivu mwanamke. Thamani yako ni kubwa kwa Mola, na hichi kitu umeambiwa, ushapewa gift na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili uunge na saba, upate watoto ambao ukiwajenga vizuri, hawa watakuja kuwa waladu swaliha wa kuweza kukuombea wewe dua. Dhima hii ni yako. Tujitahidi kucheza na kipande chetu ili maisha yaendelee, wanawake wazuri. Lazima halafu pia usirejeshe kesi zilizokuwa zishapitwa na mshasaulishana. Usisufue makaburi wanasema. Pengine mume mlikosana, katika kukosana maskini mkafika hadi fatwa na nini, likatokea jengine, siku zile ulinifanya. Haimo hiyo katika maisha. Ukisema umesame, ukisema limekwisha, means off. Utalizungumza lile husika kwa wakati ule. Kwa sababu haya ndio yanofanya yule mwanamume tena roho yake si hayaishi, nafsi yake haina raha, huku pengine dhiki ya kipato, huku pengine watoto wanadaiwa, huku na wewe gubu huna faraja ama kharaja. Mwanamke ambaye unafufua ndoa yako, hivi visiwemo tena. Jua kuwa baridi, chukua nafasi yako, shusha jazba, shusha kebehi, shusha vyote ambavyo unavifanya hivi vitamtia unyonge maskini mwanamume. Hawa wanahitaji vitu vingi ili kuwasaidia maisha yaendelee, kwa sababu wao kisaikolojia ni watu ambao kila kati wanawaza namna bora ya kufanya maisha yaendelee ili muweze kuishi vizuri na watoto. Weka respect kwa mumeo na usimdharau. Unapoweka respect na ukamjali, anapoingia kama yeye ni mheshimiwa, yeye ni baba, yeye ni bwana, yeye ni mume, basi mashallah respect ile inamuathiri kisaikolojia na anakuwa mwepesi sana kwako. Kwa sababu kuna wanaume ambao wanarudi kazini na stress. Wanarudi na stress. Wanaporudi na stress na huku nyumbani kukaa mtihani, mwanamke unakuwa hujafanya wajibu wako.
pendelea kumsoma mumeo kwa kujua namna aliyo. Maskini leo mume wangu karudi hivi, sijui ana kitu gani. Msaidie alichokuja nacho. Mpumzishe, mfariji kwa kumpa maji ya kunywa. Mwache kama kalala kidogo, mwache kwanza msikilize. Jitahidi kumpa masaji katika miguu yake na kumfariji na kumpa moyo. Kisha msikilize nini mume wangu, mpe moyo. Mpe moyo. Hii itamsaidia maskini kuhisi kwamba alhamdulillah, nimepata mtu ambaye ananijali, ananithamini, ananionea huruma. Basi ile utamsikia anashusha pumzi mwanamume. Kwa hivyo tujitahidi wanawake kuacha yale ambayo yanaharibu. Wengi tunapenda kununa. Usimnunie mumeo, kwa sababu kumnunia hakuna faida. Ni muhimu wewe kutokulaza ubavu wako. Kama kuna tatizo mkajidajili, mkalala nyote mko huru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomnunia jua kuna kitu umauti. Kuna wenzetu washalia, wameondoka umezao hawasemeshani. Wengine miezi 6 na unyumba waliwanyima. Unafikiri huyu anaenda fufuliwa vipi? Acha kabisa kutoa siri. Siri za mambo ya ndani, kwa sababu hizi siri kuna top 3 katika siri. Kuna siri kabisa. Yani inakuwa ni top secret. Hii mnazungumza wewe na mumeo ndani. Tujue, kwa sababu wanawake wengi tunaishi ndani ya ndoa lakini hatujui siri kabisa, hatujui siri na hatujui kawaida. Unapotoa siri ya ndani kabisa, pale pawe na tatizo ambalo linahitaji fatwa. Pengine kuna kitu ambacho unahitaji fatwa, na hichi kitu umeshindwa kukistahimili na unataka kuachana na ule mume, unaweza ukaitoa hiyo ili wale unawahadithia, unawapa wale ambao wamesoma dini na wanajua utaratibu za ndoa waweze kuchukua fatwa. Lakini siri kabisa haitolewi kwa kila mtu. Unapotoa siri kabisa, hapa unamdharaulisha mumeo. Unawapa watu wazungumze vibaya. Na katika kuzungumza vibaya bado ukali naye. Na katika kuwa naye wewe unakuwa umejishusha thamani, kwa sababu kuna vitu havizungumzi, na hususan vya kimaumbile. Haifai. Jitahidi kujua hivi vya kawaida, hivi siri kabisa, hivi vinafaa, hivi havifai. Tumefahamiana, tunaharibu hapo katika ndoa zetu. Kwa hivyo mtu anakujua up and down katika maisha yako ya ndoa. Tuache siri kabisa ibaki siri kabisa baina yako na mumeo. Siri ya kawaida iwe siri ya kawaida, na vya kawaida upande wako wewe na upande wa mumeo. Hapa pendelea kutafuta washauri wazuri. Pendelea kutafuta washauri wazuri katika kukushauri juu ya ndoa yako. Tumefahamiana, kwa sababu wanawake wengi huwa wanatafuta mtu tu wa kawaida wakakushauri. Jua sisi tuna wivu wa kuoneana wivu. Saa nyingine huyo ambaye wewe unamshauri ili akushauri, ndoa yako anaitaka. Na mara nyingi hatakushauri vitu vizuri, atakushauri vitu vya kuharibu ndoa yako utoke. Wangapi jamani washatolewa ndani ya ndoa na mashoga zao na watu wao wa karibu, na wakaolewa wao, bado hatujajifunza. Wanawake wazuri, tafakari haya. Hakuna mume wa 100 kwa 100, na wala hakuna mke wa 100 kwa 100. Asohili analile. Tujitathmini, tujitafakari, tuishi ndani ya ndoa zetu hali ya kuitafuta akhira yetu. Kila alichokupangia Mwenyezi Mungu kakupangia kwa kuwa wewe utakiweza, utakimudu na utakifanyia kazi. Na kila mmoja kati ya mimi na wewe hujui ni sababu gani itakayokuingiza peponi. Sacrifice na mumeo. Muombe Mwenyezi Mungu akusaidie. Amka kiamul lail. Soma kwa kumwombea Mwenyezi Mungu. Kuwa karibu naye mumeo ili mambo yatengenee. Na anaona haya Mwenyezi Mungu yule ambaye kila wakati anamuomba katika kumtengenezea mazuri. Asimjibu. Hususan ndoa Allah anaitizama katika jicho la rehema kubwa, kwa sababu faraka yeye haipendi. Yeye ni azizi Allah. Yeye ni azizi, ni mpenzi katika wapenzi. Kwa hivyo siku zote, unajua wanawake zangu,
Jua kwamba unapolala wewe ukapumzika na mumeo gathering mkaa pamoja, Allah subhanahu wa ta'ala analipendelea ile jambo la kuwa pamoja. Ushusha malaika wake wenye kutakia rehema, usamehewa madhambi yenu na mkaandikwa thawabu, na hukutangaza katika wema. Kwa nini we haya hutaki kuyafuata? Kwa nini we ubaki katika kule kuishi kimazoea ndani ya ndoa yako, na wakati maisha yanakwenda? Walio makaburini wanaitaka chansi. We ambaye leo upo, itumie chansi vilivyo ili upate baraka na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo yako yazidi kuwa mazuri, upasi hapa na kesho tunakokwenda. Huondoka wanawake na wanaume wakasimama katika kujinadi, wakasema mke wangu aliniridhia, mke wangu alinisikiliza, mke wangu alinijali, mke wangu alinihudumia, na huathirika kisaikolojia, na wengine husema hatuoi tena kutokana na maeko waliowekwa nao. Kwa nini wewe hutaki uondoke mumaji kuzungumze hivyo? Si mwanamke mzuri, wewe ni huraini wa dunia na kesho akhera tunakokwenda. Jipange sasa ili upate nafasi ya Allah aliyoahidi wanawake wema, na we kwa sote tukae katika wanawake wema wenye kuwatii waume zao, wenye kuwaenzi waume zao, wenye kuwanyenyekea waume zao, wenye kuleta sakina katika majumba yao na mambo yao yakawa mema. Mume ikaa kila kati anakuwaza na kufikiri, na mwenye kuzunganyisha kwa sababu mume anapokuoa ana watu wake, na wewe una watu wako. Watu wako wafurahie kuishi kwako wewe, kuondoka kwako wewe, watu walie, wasikitike, fulani alikuwa hivi, fulani alikuwa hivi, fulani alikuwa. Kwani hadithi njema huwekwa na wewe mwenyewe. Tujitahidi tueje tutajwa wakati wakaondoka, tutajwe katika hadithi njema. Huu ni usia na baba Al-Hasan Mwinyi aliurejea, aliuzungumza, na mimi naurejea. Ishi na watu, ishi na mume, uje kuwa ni hadithi njema, kwa sababu sio wenye kupita. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman hayata dunya illa majaa ghurur. Haikuwa ni mapito ambayo thamani yake ni kalili kabisa. Subhanallah. Mwenyezi Mungu tusame wanawake na uturidhie na utujalie katika wale ambao watapasi katika mitihani yako, na tuwe bora katika bora na sisi. Na jingine ambalo hili linaleta matatizo sana ndani ya ndoa na limechukua bendera sasa hivi katika ndoa nyingi, acha kuijasusi simu ya mumeo, itakutia maradhi. Simu za ume zetu zina mambo mengi. Jua kwa mwanamume sio kwamba atakuwa na wanawake tu, huyu ana watani wake, huyu ana magrupu yake, huyu ana wahisani wake, huyu ana mambo yake mengi. Acha kuijasusi simu ya mumeo, kwa sababu unapoijasusi wewe, hata atakapokueleza ukweli hutomfahamu na hutomkubali, utamuhisi ni mtu cheating. Kwa nini ujipe tabu? Kwa nini ujitie stress? Kwa nini ujitie maradhi kwa kuangalia simu ya mumeo? Na Allah anakuambia wala taziru wazirata wizra ukhra, hataubeba mwenye kubeba, kila mmoja atauchukua mzigo wake mwenyewe. Wanawake, msiwaharas waume mpaka wakawa na kuogopeni kata fulani, mpaka sangine hupindukia sisi wanawake wenyewe tu kwa wenyewe kuzikosa haki zetu. Kwa nini nikasema hivyo? Kwa sababu kuna wanaume ambao kwa kuwaogopa na kuwatii wake zao wanashindwa kuongeza wake wawili. Kwa nini wanashindwa kuongeza wake wawili? Kwa kuhisi fulani atachukia, fulani atafanya hivi. Tunaharibu, tunajitwika mizigo mizito, mizigo ambayo Allah ataenda kukuuliza. Manake laiti tungelikaa katika haya tunayozungumza, basi kusingekuwa na ndoa za siri. Wanawake wenzangu, turudi katika hii klasi ya Allah, turudi katika takwa ya Allah, kwani Allah anampenda yule ambaye anakuja kwake. Kwa hivyo ukishatathmini kwamba we iko siku utaondoka, lazima kuwe na mabadiliko ya nguvu yatakayokufanya kuleta furaha na amani na utulivu ndani ya ndoa yako, na yatakufanya kubadilika mwelekeo wako. Ingawa kuna watu hawatakufahamu, watakuhisi mbona wewe siku hizi kwa hivyo. Hapana, achana nao. Wako wanakuvunja moyo unapotaka safari ya Allah, wasikushughulishe. Wao hajui malengo yako. Achieve goals zako mwanamke, kwa kuipenda ndoa yako, kwa kuishi vizuri ndani ya ndoa yako, kwa kumthamini mume wako. Na wewe pia usipendelee sana simu, itakuwa mbali na mambo mengi sana. Wanawake wengi tumekolea, tunapenda simu mno.
Tunapopenda simu mno, tunajikuta ukaribu wetu na waume zetu haupo. Majukumu yetu ametupita, tumeaacha majukumu yetu, tumewabebesha wafanyakazi. Tahadhari, yauma tubla sarai. Watakuja wafanyakazi wetu wanang'ara nuru za nani? Za wafanyakazi wetu. Waliwapikia, waliwafulia, waliwekea chakula. Umejitoa katika majukumu yako mwanamke. Usimwachie mfanyakazi wako kila jambo. Mpe katika yale unastahiki na yale unakustakia wewe yafanze. Punguza simu. Simu inakuweka mbali na Mola wako. Unakuwa huna muda wa Qur'ani, unakuwa huna muda wa mambo mengi sana. Ina ubilisi na ushetani mkubwa sana. Acha, lakini nataka ujue kuanzia leo wewe ni wa mumeo na simu yako ni ya mumeo. Kwa nini tukasema hivyo? Kwa sababu yeye ndiye aliyekumiliki. Kama kumiliki wewe, kilicho chako wewe ni chake. Kwa hivyo anapokuambia usikwambia simu yako sichezei na yangu, umekosea. Umevuka mipaka. Aione simu. Kwani una kitu gani hata mume asiche? Yake hauna lazima. Haina ulazima kabisa, tulia ucheze kipando chako. Haina ulazima. Wala usitake saa nyingine mnafika mpaka kuwavunjia waume zenu simu zenu. Kwa nini unavunja? Na Mwenyezi Mungu hafichi mnafiki. Kama kuna kitu chochote kibaya ambacho anakwenda against, Allah hatomdumisha nacho. Utakijua tu live. Na ndio maana akasema fasabran jamila. Subira siku zote huleta kitu kikaa live. Wazee wa zamani jamani tusisahau walisema kilicho baharini lazima kitakuja nchi kavu. Kwa nini upate taabu? Uishi kwa hofu, uishi kwa tafrani, uishi kwa relax. Cheza kipando chako. Cheza ndani ya nyumba yako vile ambavyo vitakufanya uwe happy. Cheza ndani ya nyumba yako vile ambavyo vitakupa faraja na vitampa furaha mumeo. Mengi ya mapungufu achana nayo. Mwanamume hajasusiwi kwa sababu ni mtu mwenye mipango mengi na Mwenyezi Mungu kampa utaratibu mwenyewe. Kwa hivyo kama kampa utaratibu, sisi si kazi yetu. Sisi tutizame heshima tunawekwa na waume zetu. Na lolote tumshtakie Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye, sisi tumetokana na yeye na yeye katokana na Allah Subhanahu. Sote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu. Si anasema waman halaktu jinna wal insa illa liyabudun. Wapi panatupa shida? Tucheze na kipande chetu, tupunguze mitihani iliyomo ndani ya ndoa zetu. Kutokana na haya basi, ili tumjue Mwenyezi Mungu zaidi, tujiunge na madrasa. Kwa maana unapojiunga na madrasa, unapata kuzijua haki zako muhimu, unapata kujua vingi ambavyo vinakufanya uboresheke. Ukijiona wewe umeingia ndani ya darasa na bado una misimamo mikali, bado darasa haijakupata. Lakini unapomshiba Allah na unapompenda Allah na unapokuwa naye Allah, darasa huwa tosha ya kufariji. Kwa sababu ya kule huwa anataja Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia katika Qur'ani na vitabu vya hadithi. Na sisi tunafuata nini? Tunafuata Qur'ani na Sunna za bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika haya tuliyozungumza kuhusu madrasa itakusaidia sana katika kuboresha mipango yako. Halafu nini? Kuwa msiri wa mipango kuwa msiri wa mipango yako ya maisha. Kila mmoja hapa ana goals zake. Anataka kuachieve goals zake. Kwa hivyo unapotaka kuachieve goals zako, usiwe mwenye kuzisema. Saa nyingine unaposema zile yale malengo yako ya kuboresha maisha yako, umempa nafasi mwenzi wako kwenda kuyafanya yeye. Kuwa msiri wa mipango yako katika maisha yako ya ndoa, baina yako na mume wako, ili maisha yaendelee. Halafu pia kinai maisha ulionayo. Kinai maisha ulionayo. Kwa nini nikasema kinai maisha ulionayo? Kwa sababu huyu mume toka anakuoa, kama ni muuza dagaa walijulikana na wazee wako kama huyu anauza dagaa. Usende kumlazimisha mambo makubwa mengi. Unapokinai ukaishi naye mume, mkafanya maisha yenu, basi lazima kuna faraja Mwenyezi Mungu anakupa. Wanaume wengi leo tumewafanya wamekuwa matapeli, wamekuwa waongo kwa kuwalazimisha mambo makubwa. Tumewatoa katika rules na procedures ya maisha walionayo tukawapeleka katika maisha makubwa. Ni wrong. Qina muhimu. Qina. Kwa sababu kila mmoja anaishi katika daraja yake. Usitake fulani mume akamfanyia hivi na wewe mume akufanyia, hapana. Yeye uwezo wake ni mdogo.
kinai mamangu. Vile vingine mtavitafuta taratibu kwa kuyapanga maisha yenu na mumeo, vitakuja automatic. Kwa msaada nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe aliposema litaskuna ilaiha jannatul mawaddati wa rahma, kuna rehma zake zinaingia. Hizi zinaingia vipi? Katika zile nyumba zinazokuwa na utulivu, maneno mazuri, ghaiba, huruma, mawaddata wa rahma humiminika kwa wingi, na ndoa ile hunawiri na mambo mengi yanakuwa. Kwa hivyo sifa mwanamke ndani ya ndoa yake kuwa na uso wa tabasamu hata kama moyo wake unavuja damu. Huyo ndo mwanamke mcha Mungu, mwanamke ambaye anayabeba mazuri na mabaya ya mumewe. Yale mabaya ambayo yanarekebishika, basi yeye anakuwa ni teacher mwenye hikma, busara ya kumweka taratibu, ya kusema naye taratibu, akamsemesha. Anaweza kusema bishu, hawasikii waume zetu hivi, ndio hawasikii. Ule ni mtihani wako kakupa Mwenyezi Mungu, jitahidi kuwa na faraja. Huenda ikawa Mwenyezi Mungu kakuwekea kikwazo kile maksudi kwa kutizama jitihada yako. Huyu mja wangu nimempa mtihani huu, atafanya aje? Atauchukulia vipi? Kwa sababu kuna vitu siri ya Allah si hatuijui. Na kama siri ya Allah hatuijui, ina maana kila linalokufika linafika kutokana na mipango ya Mwenyezi Mungu, na kila zito huwa ni katika mipango ya Mwenyezi Mungu. Anatizama istikamu yako, ikhlasi yako, yaqini yako, ucha Mungu wako jua hili. Kwa hivyo yeye mwenyewe anatuambiaje? Faman jitihada wajada, mwenye kujitahidi. Kwa hivyo na sisi tujitahidi katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataridhia, yale ambayo yatamfurahisha, yatamfurahisha Allah na mumeo. Jengine ambalo nataka kulisisitiza wanawake, ambalo hili ndo kubwa hususan linalowahangaisha wanaume, kuishi katika mazoea, katika yale ambayo tumesema tunataka kufufua ndoa. Wanawake wengi hatuna muda kuangalia mapungufu yetu wakati tupo na waume zetu. Tumefahamiana tupo na waume zetu hususan katika mambo ya bed secret. Kwa hivyo wewe mwanamke, kuna vitu ambavyo unatakiwa ujiangalie. So kila mwanamke professional katika mambo ya bed secret. Kwa hivyo angalia mapungufu yaliyokoko upande wako, na uangalie mapungufu yaliyokoko upande wa mume wako. Na haya usianadi. Wewe mwanamke umepewa kipaji na Allah subhanahu wa ta'ala wa kuweza kuyatekeleza, ili kila mmoja akapata satisfaction yake. Jitahidi mwanamke kuplay part yako vizuri katika kumridhisha, na rejea tena, kumridhisha mume wako. Kwani pahali pakubwa ambayo mwanamume anapaesesi kwa mkewe ni namna bora anayotulizanishwa na mke wake wanapokuwako ndani. Tusipende kuripua mambo. Tools na procedure zimeelezwa, na weapons zako unazitakiwa ujitahidi kuzitumia 100%, ili huyu mtu uhisi wewe ni mshindi dhini yake. Unapokuwa mshindi dhini yake, mwanamume unakuwa unampa faraja ya utulivu, na anajisikia furaha na amani anapokuwa na wewe. Kwa hivyo tujitahidi katika kujipajenga pazuri wakati tunawasiliana sisi na waume zetu, hususan katika makutano ya faraha baina ya mke na mume. Jitahidi kupatizama wapi ulipapatia, wapi ulipokosea, na nyie nyote muwe mwenye kuulizana. Na wewe mwanamke uwe mwenye kumuuliza mumeo, je, vipi, umeridhika juu ya masuala haya? Na anapokuwa hajaridhika, jitahidi kumridhisha katika yale aliyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Na inshallah Mwenyezi Mungu ndo mwongofu na ndo mwenye kutengeneza, na yeye ndo kumtegemea, na kila kitu kitakuwa kizuri. Tujitahidi wanawake, ili ndoa zetu zirudi furaha ile tulioanza, ili tuweze kutengeneza ndoa yenye joto na matumaini mazuri. Kwa kumalizia, mimi nasema msamehe mumeo, fufua ndoa yako, ulee watoto wako, kwani furaha ya watoto wako ni kuona wewe na yeye baba na mama wako pamoja.
wanawake wenzangu, nimependa kutoa nasaha hizi ili iwe ni ufunguo inshallah kwa uwezo wake Allah wa kuweza kufariji ndoa zetu, wa kuweza kuzigeuza ndoa zetu, wa kuweza kubadilisha ndoa zetu ili ndoa zetu ziwe katika ubora ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia. Namuomba Allah aziboreshe ndoa zetu, azitie taufiki ndoa zetu, aziweke katika standard ambayo yeye mwenye Allah atadhirizia. Tuishi na ume zetu kwa amani, salama na utulivu. Tuwe katika wanawake ambao tutabashiriwa pepo tukiwa hai bado, na tuende akhira hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ameturidhia na kuwa mahurul aini kwa uwezo wake Allah. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie mema tuyafate na mabaya tuache, na wapenda nyote kwa ajili ya Allah. Inawezekana, timiza wajibu wako. Wabillahi tawfik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asanteni sana.